Ndugu waandishi wa habari, kutokana na umuhimu wa takwimu zinazozalishwa na tafiti hizo, kama nilivyoeleza hapo awali, nipende kutoa rai kwa Watanzania wote watakaofikiwa na wadadisi watakaohusika na zoezi la ukusanyaji wa taarifa wa tafiti hizi waweze kutoa ushirikiano wa pamoja kabisa na kutoa majibu sahihi kwa maswali ambayo watakayoulizwa. Taarifa hizi ni za kina na kwa kweli zitahitaji umakini mkubwa, na ni tegemeo letu kabisa kwamba tafiti hizi zitapatikana baada tu ripoti zake kuandaliwa. Kuhusu tafiti 4 ambazo tunaziendesha kwa sasa uwandani, na tafiti hizi zinazingatia kabisa kwa mujibu wa sheria ya takwimu sura namba 351 ambayo imeipa majukumu Ofisi ya Taifa ya Takwimu kuratibu na kusimamia utekelezaji, uzalishaji na kuhakikisha kwamba takwimu rasmi hapa nchini zinakusanywa na zinatumika ipasavyo. Kwa msingi huo, leo napenda kutangaza kwa umma kuhusu kazi za uwandani ambazo zinahusisha ukusanyaji wa takwimu mbalimbali, na tafiti hizo, moja ya kwanza ni utafiti wa kina wa shughuli za biashara, utafiti wa sekta isiyo rasmi namba 2, namba 3 utafiti wa huduma za fedha kwa wafanyabiashara wadogo sana, wadogo na wakati, tunakiita kwa kifupi Finscope MSEs, na utafiti wa uzalishaji viwandani. Ndugu waandishi wa habari, madhumuni ya tafiti hizi ni kukusanya taarifa muhimu kuhusu shughuli za biashara katika sekta rasmi na zisizo rasmi, ikijumuisha uzalishaji viwandani, ajira, uwekezaji na mazingira ya kibiashara. Kwa pamoja husaidia kuonyesha mwenendo na ukuaji wa biashara na viwanda hapa nchini. Vile vile taarifa zinazopatikana zitaisaidia serikali na wadau wa sekta binafsi, mashirika yasiyo ya kiserikali na watafiti kubuni programu mbalimbali za kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini, na kuhakikisha kwamba tunaweza kuhuisha takwimu za thamani ya pato ghafi ambayo inaenda sambamba na uzalishaji wa bidhaa na huduma mbalimbali kwa ajili ya kubaini mchango wa shughuli hizi za kiuchumi hasa kwenye upatikanaji wa pato la taifa. Ndugu waandishi wa habari, kupitia tafiti hizi hasa hii ya huduma za fedha kwa wafanyabiashara, serikali inategemea kupata takwimu muhimu zitakazotumika kupima maendeleo ya utekelezaji wa mkakati wa taifa wa ujumuishaji wa kifedha awamu ya 3, yani NFIF 3, pamoja na mpango mkuu wa maendeleo ya sekta ya fedha, hususan katika kutoa ushahidi wa kitakwimu kuhusu upatikanaji wa mikopo, utoaji wa bima, upatikanaji wa bima, huduma za bima, lakini pia kupata akiba na huduma za fedha za kidigitali kwa biashara ndogo sana kama tulivyosema awali, ndogo lakini pia na zakati. Pia matokeo ya utafiti huu utasaidia katika kuimarisha juhudi za kuendeleza sekta ya fedha nchini na kuboresha utoaji wa bidhaa na huduma za fedha zinazokidhi mahitaji ya wafanyabiashara wetu hapa nchini. Ndugu waandishi wa habari, utafiti wa uzalishaji viwandani pia unaenda sambamba na majukumu ya Ofisi ya Taifa ya Takwimu, na kwa awamu hii utafiti huu utaiwezesha kupata viashiria na taarifa muhimu kama vile orodha ya viwanda katika mikoa husika, idadi ya wafanyakazi, gharama za malipo kwa wafanyakazi, gharama za uzalishaji, mapato yanayotokana na uzalishaji pamoja na mapato mengine, na thamani ya rasilimali ya kudumu ya kiwanda husika. Aidha, taarifa nyingine mtambuka zitakazokusanywa ni pamoja na masoko, usimamizi wa mazingira, teknolojia na mitambo, mipango na uwekezaji wa changamoto. Itaenda sambamba na kuangalia mipango na uwekezaji pamoja na changamoto zinazozikabili viwanda vyetu. Taarifa hizi zote zitasaidia sana serikali kupitia sekta ya viwanda kuimarisha programu za maendeleo ya ujuzi na kupanga sera na mikakati
itakayosaidia kuongeza mchango wake katika upatikanaji wa pato la taifa. Malengo mengine muhimu ambayo tunaweza kusema kwa jumla tafiti hizi ni kupata ongezeko la thamani za bidhaa na huduma zinazozalishwa. Pia kubaini uwekezaji wenye tija, yaani productivity, thamani ya ukuzaji rasilimali na kubaini mahusiano ya sekta ya viwanda, ya biashara, lakini pia na sekta nyingine. Ndugu waandishi wa habari, kama mnavyofahamu, matokeo ya tafiti hizi yatasaidia sana katika upatikanaji wa taarifa muhimu kwa ajili ya utekelezaji wa dira yetu ya maendeleo ya 2050, malengo ya maendeleo endelevu ya mwaka 2030 yani SDGs, ajenda ya maendeleo ya Afrika ya mwaka 2063 na dira ya Afrika Mashariki ya mwaka 2050. Na katika vipengele hivi vitahusisha moja kwa moja maeneo ya biashara, sekta isiyo rasmi na maendeleo ya viwanda, na hii itaenda sambamba na upimwaji wa nchi katika mwenendo wa biashara na kufananishwa na nchi zingine. Ndugu waandishi wa habari, tutambue kwamba tafiti hizi zitafanyika nchi nzima kwenye maeneo ambayo yamechaguliwa kitafiti, na kwa ujumla tumetengeneza sampuli ya maeneo zaidi ya 1500, na haya yataenda sambamba na zile tafiti zetu mbili, utafiti wa sekta isiyo rasmi pamoja na tafiti yetu ile ya wafanyabiashara, lakini pia tutaweza kuhusisha taasisi za biashara 8624 na utafiti wa uzalishaji viwandani wenyewe utahusisha viwanda 4245, na kwa jumla yote manake tutasambaa mikoa yote ya Tanzania bara na Zanzibar. Vile vile tunategemea kuwa na jumla ya wadadisi 713 nchi nzima na wasimamizi 69 ambao kwa pamoja wana jukumu la kuhakikisha taarifa zinazokusanywa zina ubora wa hali ya juu kabisa. Wakati wa utekelezaji wa tafiti hizi, wadadisi watatambulishwa kwenye kaya na viongozi wa serikali za mitaa, na kwa upande wa taasisi na viwanda tunategemea kabisa wadadisi hao watakuwa na barua za utambulisho kutoka kwenye ofisi za mkoa na za halmashauri.